wasaidizi wa Diamond wakanipigia, basi unavyoniona hapa tangu jana sijalala. Kwa namna yake, labda kwa upande wako yale ambayo hutokuja kuyasahau kwa upande wako ni kitu gani na kitu gani? Maana mtu umeshachoka kusema, kwa sababu huna haja hata kusema, kwa sababu yanaonekana kwa macho kila kitu. Kwa uzuri kubwa sana mamake na Zuchu ameweza kufunguka kuhusiana na hali halisi ilivyo baada ya ile situation ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu kuweza kutokea. And of course tunafahamu hali ya Zuchu jinsi alivyo. So ameweza kufunguka hapa na kuzungumza machache ambayo mimi nitakuwekea hapa umsikilize yeye mwenyewe akizungumza, alafu utakuja kwenye comment yako kuhusiana na hiki ambacho kinazungumzwa hapa na mamake na Zuchu. Lakini kama kawaida, before sija kuwekea clip ya mamake na Zuchu hapa umsikilize, naomba nikukumbushe kuna story nyingi sana ambazo mimi nitakwenda kusogezea hapa uweze kufahamu kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Sasa cha kufanya, tumia sekunde moja tu hapo chini hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ufanye kulibonyeza. Baada hapo kitatokea kialama cha kengele, kibonyeze, kisha utachagua chaguo la kwanza kabisa kutoka juu. Alafu pia utalike video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kuhusiana na hiki ambacho mamake na Zuchu ameamua kushare na sisi hapa kuhusiana na story nzima ya kile ambacho kinaendelea Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Naomba msikilize mamake na Zuchu hapa, alafu then niache comment yako, utakometisha sana. Ukiweza unaweza kushare pia video, utakometisha sana. Bado hatujapoa, kidonda ndo kwanza kibichi, lakini tunamwachia Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndo kila kitu. Labda wewe ulikuwa katika mazingira gani na nani alikupa taarifa? Mimi kwa nyumbani, mwanangu Zuchu akanipigia simu. Basi nataka kuhakikisha zaidi, maana unapoambia jambo na mtu na ambaye unampenda au mtu mkubwa kama ule, unakuwa kama kidogo unapata wasiwasi, ni kweli au vipi? Baadaye kina wasaidizi wa Diamond wakanipigia, basi unavyoniona hapa tangu jana sijalala. Kwa namna yake, labda kwa upande wako yale ambayo hutokuja kuyasahau kwa upande wako ni kitu gani na kitu gani? Maana mtu umeshachoka kusema, kwa sababu huna haja hata kusema, kwa sababu yanaonekana kwa macho. Kila kitu kinaonekana kwa macho. Maana hata wa Tanzania hata sio hadithi ya nini. Kila kitu kipo, kinaonekana. Kila kitu kipo. Maana sina haja hata ya kusema. Inshallah Mwenyezi Mungu atatupa subira, atatupa wepesi. Maana Mwenyezi Mungu ametupa kilema na mwendo atatupa inshallah.